So I got tagged into so many, I get tagged into a lot of things, photos, videos and all. But then there's this one day I wake up and everybody has tagged me this one photo. Then it's a photo grade of myself standing on one side and this amazing man here standing on the right. And mtu akaweka caption, kuna fundi wa charan na kuna fundi kuna tailor na kuna fundi wa charan. Then nikalenga hii story, watu tu bado wananitag. Nikasema okay, let me look for this guy. Nikapost pale kwa Instagram, nikasema wow, now we need to get the real design. Can somebody share for me this number? Karibu sana baba. Asante. Sanitize. Wewe ndio nani? Hebu jitambulishe kwanza. Kwa majina naitwa Paul Kiplagat aka Vuvuzela, MC Vuvuzela. MC Vuvuzela. Yes. Wewe unachapa hii kazi yako ya MC wapi? Nachapa upande ya Baringo. Na Wasingishu, Eldoret. Mungu amenisaidia network ninayo. Hiyo network ya huko. At least. Yeah. Nasikia wewe ndio top MC hiyo area. Kabisa. Yes. Umekuwa ukichapa MC kutoka mwaka gani? Mimi sikuwa najua ni MC. Mimi nilikuwa my profession actually I'm a comedian. Comedian. Mimi ni mtu na voices. Voices sana. Hiyo ndio ikanisaidia mpaka siku moja nikaambia unaweza endelesha sherehe kama MC. So I tried. Nikajaribu siku hiyo. Mambo ikakuja ni moto sana. Saizi wewe ni MC. Mbaya sana. Na ulianza na voices, mimicking voices. Yes. Kama voice ya nani na nani? Kama ya mzee Hayati mzee Moi. Niko unachapa hiyo live ya Kibaki. Ya Gideon Moi, Senator of Baringo. Ebu tuanze na mzee Moi kwanza. Mzee Moi alisema namna gani? Na wale wanaozingatia kuongoza, msiweke Kenya chini. Msiweke siasa zenu kwa chuki. Ninasema hiyo kwa sababu nisitaondoka kwa siasa moto. Naenda kuwa raia mwema. Sasa hiyo ulikuwa unapiga hizo ma voices. Nikichapa hiyo. Raila alisema namna gani baba? Mimi naomba jamani, safari hii lazima tupige kanali. Na kila mtu unajua nikienda Mombasa, kitendawili tega. Ukiona wenzako ananyolewa unafanya nini? Unatia maji. Yes. Kibaki alisema namna gani? Kibaki anasema asanteni sana. Sisi kama Wakenya stahilo hiyo. Lazima tufanye kazi. Na mtu yeyote ule anataka ovyo hapa tu kubafu. Anatega tu kama kuku yenye haina network hiyo. Na huyo askari anapeleka gari wapi? Hapo hakuna mvua hiyo. Bafu hiyo. Yeah. So you started with the voices. Watu wanaanguka. Unapiga hivi watu wanafurahia. Unajua hiyo kiti hiyo plastic ilikuwa imeandikwa 569 shillings. So ukivunja moja utalipa 2. Utalipa 2. So watu walikuwa wananunuanga kweli. Wanavunja kuvunja. Kwa kucheka tu. Na hiyo ndio sasa imekuwa ikiku maintain pale nyumbani. Yes. Na kumekuwa mashows umekuwa ukipiga kule nje. Na shows kidogo kama za marketing na zitoa mzuri sana. Kiswahili sanifu inakuja na chapa kwanza ukikalia tena inakuja. So ninaeleza watu vizuri na lugha languages at least. Unaweza ongea lugha ngapi? Mimi Kikuyu naweza ongea. Kona hata kwa gavio modo wako. Reure. Utuko mode na mega mono. Ni. Yamune. Acha mege. Kongoi mese karara Mungu. Tumia jalango mwenyewe. Yes. Ilio nani? Nyoya ni mwaga sana nyungu mwenyewe. Hiyo nimenicheka kabisa ya baba peke yake. Lakini Kiluya yote mimi nararua. Kiluya unapiga? Mbaya sana. Ubolauri?
Mezagara baba. Ndi Mlamu? Ndi Mlamu kabisa. Malai? Malai. Unaipiga kabisa? Nachapa. Kwanza babangu si ndio half caste. Mimi ni half caste ya Mkale na Mluya. Na Mluya. Sinaona mkono si Mkale sana. Hiyo ni ya ugali. Hiyo ni ya ugali kabisa. Kabisa. Sasa hiyo ndio shughuli umekuwa ukipiga huko? Ndio, hiyo ndio riziki yangu ambayo kwamba riziki Mwenyezi Mungu amekupatia. Sasa ikafika sasa unataka kung'ara kama Mungu bwana. Kama msanii kama Jalas. Umeona nimepiga picha. Nimeenda kulala hivi. Napigiwa simu mpaka sana, naambia mama, ana nichu ya Jalas. So in fact I think I dream of that night. Niliotea kabisa. Nikaona my star, my dream has come through. Because watu walikuwa wananiulizanga, "So jitume bwana, jitume." Naambia hawa kukuwa na subira kwa life ni kitu ya maana. Mungu atakupatia, na nikaomba tu Mungu, kama siku yenye nitapatia mimi mali na nitakuwa na kiburi, usinipe, acha ikae. Sitaki hiyo kiburi. Sasa naona Mungu amenipatia mtihani. Tuko na Jalas. Nasema alhamdulillah. Wow. Yes. Hiyo nguo design uliona wapi? Mimi huwa nakufuatanga. Unafollow pale kwa follow basa. Kwa IG. Nikiangalia kwanza hiyo pose kwanza. Najaribu lakini unajua naye mguu yangu na yako haitafanana, lakini najaribu kuficha ngine. Najaribu kupose kama wewe. Wewe umejaribu. Suti yangu ya shilingi 2500. Najaribu. Naambia you are trying. Na sasa hii nani alikushonea? Jamaa mwingine huko Town Ravi. Huko Ravi? Nani alipelekea design? Mimi niliangalia kwa Instagram wakati ulikuwa umesimama smart. Nikasema si hata hii naweza unda kama hii. Mwingine akaniambia by the way hizi fuata kama mavazi ya Jalas. Nikasema basi. Nikienda kushika hiyo nikapelekea mama tu picha, nikamwambia unaweza nitolea kama hii? Akaniambia Kaambia twende. Kanipeleka akamwambia nitolee na hii. Hivyo tu. Na ikashona jioni nimepewa. Jioni? Umeshapewa? Nimepewa. Na imetoka hivi. Origi unaonaje? Bwana. Yako unajua ile yangu I wish ningekuwa nimeivaa. Nimeona iko na mpaka nini hapa hivi. Ile unajua kuna velvet. Hii ni velvet. Bwana. Hii yako unajua hii ni kama hii moto ikitoka. Hii unajua huwezi hota na hata moto kwa sababu hii material ni ile ya kunini kabisa. Hii sio velvet. Hii ni kama plastic baba. Hii ni kama ile ukikuja na karibu na moto itachomeka hii. Sasa nikaona picha yako umepiga pale. Nani alikupiga ile picha? Engineer John Masharia mwenyewe. Huyu hapa. Ndiye alikupiga picha. Alinitwanga bwana. Akasema unakaa smart. Ananiambia hii itafikia boss. Sasa kupiga hivi watu wakakompare ile na hii. Mimi niliwekwa. Mimi nimeenda kazi nyingine ninapigiwa tu simu. Na naambia wewe angalia Facebook. Angalia hivi. Wanasema ya Jalas simu yenye imepiga ni Oppo. Yako sijui ni gani. Sasa nikaambia mwingine anasema ya Jalas ni Velvet. Yako ni ya wapi bwana? So mimi sikuwa tuzi, nikaambia pole ndio pole. Sasa nikawapeleka kufika hapo wamechange. So wamesema by the way congratulations you have tried. So that is it. Wow. Yeah. And here we are having this interview. I am inside. Yes. What is this one thing that you've always wanted for you and your career? Mine actually kenye nataka tu kwa live mimi ni kuwe the best MC ever like Jalas. Ndio ni run my show. Saa zingine hata maybe unaweza pigiwa ambia Jalas ile kijana yako hako wapi? Wewe sasa hata naweza kupatia ukwe manager yangu sasa direct. Ukwe sasa ninapigiwa simu wewe unasema mimi nakupatia kijana fulani. Unanisukuma huko na kuhakikisha sitakuangusha. Unapiga kuua. Nitaua. Kila mtu lazima mbavu inaribika. Yes.
Na hebu nikuulize, program unajua kufuatanisha ya event vizuri? Mbaya sana. Hata zingine naweka kichwa. Because unajua wakali vile event na kuaga. Wanaingia negotiation, after negotiation mawimbo ya mtoto anatoka na gani, kufika hapo tunapewa ripoti ya kutoka kwa negotiation gani, wamesema nini, wewe ni mnyama gani, labda ni radi, nyingine ni mwangaza, vitu kama hizo wanasema. Alafu introduction both families, alafu tunaenda speeches both families na time na usikuje kuhubiri na pastor amehubiri, naomba kwa unyenyekevu. Yes. Na hebu nikuulize, which is this one big event umeshawahi fanya ukasema you know what, God is opening ways? Kuna event yenye nilifanya Power Place. Yes, nilifanya Power Place. Power Place Eldoret. That was my first time kulipwa pesa mzuri. Na ilikuwa ni ngapi hiyo? Nilipewa 35,000. 35,000. Nilisikia raha sana. Nilipanda pikipiki direct paka home. Ravi nilikuwa naona ni kama asifiki. I wanted to show my wife the big thing. The big thing. Yes. Na hiyo siku akachinja kuku. Tulisikia raha. Yes. So you're a married man with children, kila kitu? Yes. Even I'm expecting another one very soon. Yes. So umekuwa tu UMC na mdomo peke yake? MC. Una MC na kila pahali kwa mwili. Maneno inatoka kila pahali. Kabisa. Yes. Saizi unajua kura zinakuja nini, vitu kama hizi. Wanasiasa wanaenda kukutafuta wengi sana. Uchape kazi yao. Hizo pia utapiga? Nitapiga. Yes. Wow. Now I have a small token for you. Yes. Definitely Liru Design. Yes. The mtu mwenye ananishoneaga. Yes. Sasa unataka ukue tayari. Unajua pia ukue tayari sasa na nguo original yenyewe. Unaelewa? Velvet yenyewe. Yes. Sasa hiyo ndio ukishonewa. Najua alikuwa imekupima tayari. Amenipima, amenipima mara mingi sana. Kulikuwa na tofauti venye ulipimwa na yule mama. Yule mama mwenye alichona hii, unajua alikuangalia tu akasema basi. Alisema wewe ni mkubwa nini? Kapima kiuno, hakupima hata hapa. Lakini nikasikia huko wamesema wanapima hips. Hips. Sasa mimi niko na hips. Ninajuaga hips ni kwa ladies. Leo kumbe hata sisi tuko naye. Kapimwa hapa. Kama pande. Alafu refu. Yaani nimepima mpaka nikasikia niko fit. Nikaona ni kama nimevaa. So nilikuwa nimemwambia kutengenezea nguo ngapi? 3 yenye utakuwa unapiga nayo kazi. Asante. Alright? Yes. Ukipiga nao kazi, mimi pia nitaona kama kuna kazi 2 zangu 3 hivi. Yes. Nikiitwa na kuita unapiga kama 10 20 nini 5 minutes hapo. Una introduce pale hapa na pale na kutafutia yako kidogo. Asante. Ukianza kujibuild. Ndio hiyo. Sasa unatoka Eldama Ravine paka hapa ni masaa mangapi wewe? Eldama Ravine paka hapa tunatumia 3 hours. 3 hours ya. Kwa sababu Nakuru, utoke Eldama uingie Kambi Moto, Mogotio, Kabarnet. Tufiki Kabarnet. Tunaingia Junction. Yes, tunaingilia hapo. Mpaka Ravine town. Mpaka Nakuru sasa. So tunatoka Ravine on we are coming. Sasa mimi nakwambia ukitoka Ravine. Yes. Si unatoka Ravine. Yes. Unafika Junction Kambi Moto hapa. Hapa Junction pali inauzwa nyuki hapa. Ndio hiyo. Asali. Na alafu wameua nyuki wameingiza pale ndani ya kibuyu ndio wajifanye ni fresh. Ni origi. Upiga paka kwa mzee Moi. Ndio hiyo. Kabarnet. Kabarak. Yes. Kabarak. Uingie Kabarak. Yes. Ndio huyo wewe paka Nakuru town. Ndio hiyo. Ndio najaribu kusema nilikuwa na confuse Kabarnet na Kabarak. Okay. So hiyo ni kitu 3 hours. So nikiwa na event naweza kukwambia kama kesho. Yes. Namwambia toka kesho tuue kitu. Mimi nafika haraka sana. Tunapiga tunaua. Yes. Wow. Na kwa watu ambao wanataka ku reach out. Yes. Ili wa support kazi yako, wakufanyie mambo ya booking. Yes. Uingie ufanye mambo yako huko. Unajua kuna labda watu wengi hawakujui. Yes. Unaweza waambia namna gani? Mimi kenye nawaambia hawa vile watanipata kwa majina naitwa Paul Kiplagat na ama MC Vuvuzela. Account yangu ya Facebook ni MC Vuvuzela bado. Namba zangu ziko hapo.
Naambia namba yangu bado waambie sasa. Okay. Si hapo ndio watakubook. Ndio hiyo. Na hapa wase Team Jalas nao ni kama wao. Ndio hiyo. Watakupiga support hapo kidogo. Asante. So mafans wote wenye wako kwa Jalas TV, naomba kwa unyenyekevu, namba zangu ni 0718 868 411. Hiyo ndio namba zangu za simu. Na naomba ukinikaribisha show yako, I promise you will never regret. Utapata MC smart, MC hatari. Matunda ya Jalas niko hapa. Asante. Yes. Kwa vijana unawaambia aje sasa saa hizi? Na vijana, ile kitu naomba kwa unyenyekevu, kwa upendo, furaha na amani. Kenya naomba hii ni tunaelekea kupiga kura. Ile kitu ambayo kwamba iko wanasiasa au wanatutumia vibaya, lakini raundi tunaomba kwa unyenyekevu, vijana tukateni kura, tupige kura kwa amani na upendo. Ile kitu yenye tunakuja tunapiganishwa sisi wenyewe, that one tunasema you don't have a place in this Kenya. Story ya 2007, we don't want to see it again. As a Kikuyu, Jaluo and all over, hata Obama alikuwa anasema sisi wote ni kitu kimoja. If you see a black man and a white man, tuliumbwa na sagodi. So tunaomba kwa unyenyekevu tusipigane, tupige kura kwa amani, na wanasiasa muuze sera zenu kwa in a very good way. And that is it. Wow. Guys, now you now know MC Vuvuzela, the MC who took my design from Liru, and because he calls me his role model and has always wanted to host events with me. Of course, you people know I'm already starting to exit the space where I host events again and again, because I'm getting myself a lot into politics now, into the national politics. And people like MC Vuvuzela here are the people who are now taking over the big space. And I want you to do that most honorable thing. He has already given you his number. If you have a show out there, whether it's corporate, whether it's just your wedding, make sure that the person you book to MC your event is MC Vuvuzela. But then again, a good call to the corporates out there. He's an amazing actor. He mimics voices and everything. If you have a product that you'd like him to push for you, like a brand ambassador or an influencer, he has a huge following. You can check him on Facebook. Facebook ni MC Vuvuzela. Instagram Paul Kiplan Eva. Yeah. Niliona Paul Eva pale. Yeah. Alafu uko Twitter, karibu niingie. Karibu aingie. Twitter haijafika Eldama Ravin na ye kama ambassador ikiingia Eldama Ravin, yeye ndiye atakuwa mtu wa kwanza kuingia ndani kabisa. Bro, yes. Thank you so much for making time to be here today. Thank you. And having this conversation with me. Thank you. I know a lot of doors are going to open for you. Yeah. And if everything goes well, yes. I just want to wish you good luck in your journey to be the next top MC. Thank you. Thank you so much, my brother. Asante sana. Kongo imese. Asante. Asante sana. Sanitize. Asante. Umefungua YouTube channel yako? No, we are in process of that one. Very haijakuwa active. Wewe. Lazima ukuwe na YouTube channel. Yes. Ukuwe na Instagram page active. Yes. Ukuwe na Facebook page active. Hapo ndio watu wanaona mambo yako. Alafu unakuwa na mtu wako wa picha hapa na pale, yeah. Kama Masharia pale anakupiga mapicha zile za haraka, una-upload so that people can see how active you are. Hiyo ni sawa? Kabisa. Thank you so much, my brother. Hello, come on.